الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کے حوالے سے میں گزشتہ خطبات میں Alifa mtukufu ayyadahullah taala bin Sarizi anasema kwamba kwa kupitia maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam katika hutuba zangu zilizopita nilikuwa naeleza kuhusu njia mbalimbali za maarifa na kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kupata ukaribu naye. Leo tena kwa kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam nitaeleza katika hazina ya elimu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ambamo ameeleza uhakika wa ukaribu wa Mwenyezi Mungu na jinsi gani tunaweza kupata ukaribu naye na umuhimu wake ni nini, na vile vile ameeleza kwamba jumuiya yake itapata ukaribu huu namna gani. Kwa kueleza jambo hili kwamba ikiwa mnataka kumpata Mwenyezi Mungu mnatakiwa muwe na maarifa ya kitu hiki, ni kwamba mema haswa unapatikana katika dhati ya Mwenyezi Mungu na mema unakuja kutoka kwake, na kwa kufuata njia ya Mwenyezi Mungu mema unapatikana. Na kwa sababu ya hii neema za Mwenyezi Mungu na ukaribu wake unapatikana. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwa kweli min ghairi ya Mwenyezi Mungu hakuna yeyote ambaye ni mwema, kwa sababu hulka njema zote na mwema ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kadiri mtu anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu, ana sawa na hali yake ile anapata hulka njema, yani kwa kuacha nyuma nafsi yake na upendo wa nafsi yake anafanya juhudi ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Katika hali hii anapata ukaribu naye. ये नतीजा होगा जाके अपने नफ्स से बाला हो इंसान, अपनी पसंदों को छोड़े, अल्लाह ताला में na डूबने की कोशिश करे. picha ya hulka za Mwenyezi Mungu inaonekana katika nafsi yake. Wakati hii hali inapatikana wakati mtu anapoacha nafsi yake, hafuati nafsi yake na anamfuata Mwenyezi Mungu, na katika hali hii rangi ya Mwenyezi Mungu au hulka za Mwenyezi Mungu zinaonekana ndani ya yule mtu, na jinsi atakavyoendelea kuwa karibu na Mwenyezi Mungu ataendelea kupata uwezo wa kupata hulka njema hizi zaidi na zaidi. Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema ikiwa mtu anapata tabia nzuri au hulka njema, hii ni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na inatakiwa iwe hivi kwa sababu viumbe si kitu chochote. Hulka njema zinashuka juu ya mioyo ya wale ambao wanafuata mafundisho ya Qur'ani tukufu kisawasawa. mradi wake ni kwamba hulka za Mwenyezi Mungu
zinashuka juu ya mioyo au hali yake inaonekana juu ya wale watu ambao wanafuata qurani tukufu kwa kikamilifu. और रूहानी ज़ौक़ और मोहब्बत Amesema से udhoefu फाजला उनसे सादर होता unaonyesha kwamba है, दुनिया में नहीं पाई जाती। hulka njema na mapenzi yanayopatikana ndani ya watu wa aina hii mfano wake haupatikani katika हर एक wengine. सकती है, मगर जो तजर्बा Ingawa kwa mdomo kila mmoja anaweza kudai उस दरवाजे से सलामत निकलने वाले na kila ही लोग हैं, mmoja anaweza kusema, lakini अखलाक फाजला uzoefu unaonyesha kwamba तो तकल्लुफ और katika mlango huu mnyembamba wanapita hawa tu, जो अल्लाह ताला lakini kama watu wengine wanaonyesha hulka njema, wanaonyesha kwa kuwaonyesha watu wengine. उसी से सही अखलाक जाहिर होंगे दूसरी दुनिया में, Yule या इसके अलावा anayefuata अगर कोई amri zote za qurani tukufu ni yeye tu ambaye anaweza kuwa na hulka njema hizi. तो तकल्लुफ है, तसन्नुह है, बनावट है, Min ghairi yake yeye yeyote anayeonyesha hulka njema अपनी बीमारियों को au अपनी hulka njema zinaonekana, basi ni जो kuwaonyesha watu wengine. उनको छुपाया होता है, अखलाक नहीं होते असल में वो Na watu wa aina hii kwa kuficha maradhi yao wanaonyesha mila zao, फरमाया na hali hii inakuwa ya kidhahiri na inakuwa kwa ajili ya kuonyesha kwa hakika wao hawana hulka njema. मान आता है, फरमाया जाता है, गली खुल जाती है। Na katika mitihani midogo midogo hali yao inajulikana vizuri. कि कितने पानी में झूठ और सच Wao wanapojaribiwa, kwa mfano inapokuwa kesi ya binafsi yao, katika hali hii inajulikana wao wamesimama wapi. कितना है ये पता लग जाता है। Katika hali hii ukweli na uongo, kila kitu kinaonekana waziwazi kwamba kiasi gani wamesema uongo au kiasi gani wanaficha ukweli, pia inajulikana. और Na pia inajulikana hii kwamba wanakuwa na hulka njema kiasi gani. मुस्लिम ने एकदम मिसाल दी, Na watu wengine ambao hawana hali ya aina hii, बड़े बड़े लिखों की ज़ाहिरी तौर पर Hadrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ametoa mfano wa watu hawa ni kwamba iliamuliwa katika hafla fulani ambamo wataalamu na watu wakubwa walishiriki katika hafla. Iliamuliwa kwamba leo tutazungumza bila kujali mipaka ya mazungumzo, वहाँ की गली खुल जाती है सब। na hali ya hafla ile ilikuwa ya aina hii kwamba ufidhuli wa kila aina ulisemwa katika hafla ile. इसने इंतजाम Amesema kwamba wanaonyesha hulka njema kwa sababu ya hii kwamba wanaona kwamba तकल्लुफ और तसन्नुह और अखलाक क्यों दिखाए जाते mazingira yao yamepatikana हैं कि जो उनकी दुनियावी au yatabaki kwa sababu ya hulka hizi, उसमें वो yani कि हमारे ये चीजें दिखानी जरूरी kwa sababu ya dunia na kwa sababu ya jamii, है, ना कि खुदा ताला की wanaona kwamba हासिल करने के लिए। kwamba ni lazima wao waonyeshe hulka njema, na wakifanya hivi watafaidika. तो फिर मुहिमात मुआशरत में Lakini si kwa sababu ya hii kwamba wanataka ridhaa ya Mwenyezi Mungu. अगर Wakifuata uchafu wa nafsi zao kila mahali, katika hali hii hawatakuwa की पैरवी करें na heshima katika jamii. तो उनके दुनियावी काम है वो Yani uchafu unapatikana पड़ेगा। moyoni mwao. Wakianza kufuata uchafu huu, सिर्फ जाती मुफाद kazi ya dunia yao itaathirika, लागू करना, अखलाक पे अमल na lengo la kuonyesha hulka njema hizi ni kupata faida ya binafsi, si kwa sababu ya hii kwamba wao wanataka kuimarisha hulka njema इस्तेदाद फितरत au wanaonyesha hulka njema kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, au wanaonyesha hulka njema ili wengine wafaidike. रहता है। Amesema ingawa kwa sababu ya maumbile waliopewa wanakuwa na begu fulani ya hulka njema, जाहिर नहीं होता
lakini mbegu hii inakuwa inafunikwa na miiba ya tamaa za nafsi, na bila kuwa na tamaa za nafsi hulka hii haionekani. और जिनके नफूस को खुदा ताला Na mbegu hii ya hulka njema inakamilika ndani ya wale watu ambao wanakuwa kwa ajili ya mwenyezi mungu, na mwenyezi mungu kwa kuona hali ya mioyo yao kwamba haina ushirikina wowote, basi anajaza mioyo yao kwa mapenzi yake na kwa hulka njema. Yani wale watu ambao wanafanya kila kitu kwa ajili ya mwenyezi mungu, अपने अखलाक में भर देता है और उनके दिलों में वो अखलाक wao hawawezi kuwa na uchafu wa ushirikina, na mwenyezi mungu anajaza mioyo ya aina hii kwa hulka njema, ऐसा मतलब na mwenyezi mungu anafanya hulka zao kama ni wao wenyewe. Kwa sababu ya kuacha dunia wanapata hulka za mwenyezi mungu za aina hii, kwamba wanakuwa silaha ya mwenyezi mungu. Kwa kuwapitia wale watu mwenyezi mungu anadhihirisha hulka zake, फिर फरमाया na mwenyezi mungu anawapatia maji ya maisha kutoka katika chemchem yake. धोखा खाने वाला नहीं, Kisha amesema sayyidina alayhi salatu wassalam मुकर्रर बनाता है kwamba namna gani wakaribu wa mwenyezi mungu anaweza kupatikana. Amesema mwenyezi mungu hawezi kudanganywa. Mwenyezi mungu anawaleta karibu naye wale tu ambao ये कौल katika mto wa mapenzi yake wanaogelea kama samaki, na wanakuwa kwa ajili ya mwenyezi mungu, na wao katika mapenzi ya mwenyezi mungu wanazama kabisa. Basi kauli hii haiwezi kuwa kauli ya mtu mkweli mcha mungu, kwamba min ghairi ya mwenyezi mungu wote ni wachafu, अपने बंदों को na hakuna yeyote ambaye बल्कि सच्ची मार्फत और ज्ञान का aliyetakasika. Yani huzur ameeleza maoni ya watu ये सुन्नतुल्लाह है, fulani, मोहब्बत रखने वालों को na पाक करता रहा है। हाँ, bali kauli ya maarifa पानी का चश्मा ni kwamba खुदा ताला ही है। desturi ya mwenyezi mungu kwamba wale ambao wanakuwa na mapenzi ya mwenyezi mungu waliendelea kuwatakasa, अपनी lakini chemchem hasa ni mwenyezi mungu. डाल देता है Wale watu kwa kumkumbuka mwenyezi mungu na kumwabudu yeye, ताला की जात में हकीकी तौर पर मौजूद है। mwenyezi mungu फिर आपने फरमाया anateremsha sifa yake juu yao kwa और खुदा kuwa kivuli chake, na wao pia wanapata sehemu ya और नमूना utakaso. और तालीम Amesema kwamba ने हमारे सामने रखी है। mema na kupata ukaribu na mwenyezi mungu, njia na mfano na mafundisho राजा फरमाते aliyotuletea mwenyezi mungu, hayo yote ni kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema zaidi kwamba sisi tuna imani juu ya hii kwamba njia ndogo ya हैं जाए के राह रास्त की आला njia iliyonyoka haiwezi kupatikana bila kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. कोई मर्तबा Ingawa mtu aseme kwamba कोई मुकाम njia kubwa ya njia iliyonyoka inaweza kupatikana, hakuna daraja yoyote ya heshima au daraja ya ukaribu wa mwenyezi mungu unaweza kupatikana मुकाम इज्जत bila kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. की और कामल मुताबियत अपने नबी Hakuna सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम heshima हम हरगिज हासिल yoyote wala hakuna daraja yoyote ya ukaribu wa mwenyezi mungu inayoweza kupatikana bila kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote tunayopata ni kwa sababu ya kumfuata na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. कुर्ब किस Kisha uhakika wa islam ni nini, na mwislamu anatakiwa awe wa aina gani, हकीकत ये है कि अपनी गर्दन खुदा के आगे कुर्बानी na mwislamu anatakiwa awe na ukaribu wa mwenyezi mungu ya aina gani. जाना Kuhusu hii sayyidina alayhi salam anasema kwamba और रजा uhakika wa islam ni kwamba mtu aweke shingo lake mbele ya mwenyezi mungu kama mbuzi, उसकी मोहब्बत na asiwe na tamaa ya nafsi yoyote, na atangulize amri ya mwenyezi mungu juu ya kila kitu, na ajifananishe katika ridhaa ya mwenyezi mungu, और ऐसी आंखें हासिल कर na kwa mapenzi yake apate rangi yake, na kwa mapenzi amfuate mwenyezi mungu, si kwa sababu ya tamaa ingine yoyote. दिल पैदा करना जो
जो सरासर na apate macho yanayoona kwa kumpitia yeye na apate masikio yanayosikia kwa kumpitia yeye तमाम सलूक na apate moyo ambao unaelekea kwake na apate ulimi ambao unazungumza kwa amri yake. Hii ndiyo ni hali ambayo ni hali ya mapenzi ya hali ya juu इंसान को na ni mapenzi yanayotimiza हर किस्म की haki yake. गुजरे और खुदा ताला को हासिल करने की कोशिश करे। फिर फरमाया और पूरे तौर पर इंसान की नफसानियत पर Kisha amesema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam अल्लाह की रहमत अपने जिंदा कलाम kwamba चमकते हुए नूरों के साथ दोबारा उसको जिंदगी na nafsi ya mwanadamu inakufa katika hali hii. Rehema ya Mwenyezi Mungu नूर जिसको inamhuisha tena kwa nuru yake गुनाह तक na anapata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. के दिल से नजदीक Katika hali hii Mwenyezi Mungu aliyekuwa amefichika kwake yeye यानी हम उसकी इशारा anakuja karibu na moyo wa mwanadamu, kama amesema Mwenyezi Mungu, nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, yani sisi tupo karibu zaidi ya mshipa wa uhai wake. नाबिनाई दूर होकर आंखें Vile vile yule ambaye anakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mungu anamneemesha hivi. सुनता है Katika hali hii kipofu chake kinakwisha na anaanza kuona, हुआ पाता है na mtu anaanza kuona kwa macho mpya खत्म हो जाता na anasikia sauti ya Mwenyezi Mungu, na chini ya shuka ya nuru ya Mwenyezi Mungu anajikuta. है फेंक देता है। Katika hali hii गंदी जिंदगी है, mtu गंदा चोला जो उसका लिबास पहना हुआ है anavua kanzu chafu kutoka katika mwili wake, yani जब अल्लाह ताला का इतना anaacha maisha chafu, और एक नूर का पैरा maisha mchafu, na anavua जो नूर kanzu chafu ya tamaa za dunia के तौर पर और ना फकत na anapata kanzu yenye nuru बहिश्त का na anapata mawazi mpya yenye nuru. और इसी दुनिया में दीदार और गुफ्तार और जन्नत की नेमतों को पालेगा। Na yeye hasubiri kwamba atakutana na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, bali katika dunia hii anamuona Mwenyezi Mungu, anazungumza naye na anapata ufunuo kutoka kwake. कुरान शरीफ Kisha Sinama alayhi salatu wassalam kwa kueleza istighfar ya aina mbili anasema अपने दिल को खुदा istighfar ambayo inaimarisha mizizi ya imani. ज़हूर को Katika Qur'an tukufu imeelezwa ya aina mbili. खुदा ताला के ताल्लुक Ya kwanza रोकना kwa kuimarisha moyo katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, इस्तिग़फ़ार तो dhambi होगा है। zinazopatikana हर वक्त इस्तिग़फ़ार इसलिए चाहना kwa sababu ya kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, kwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu ili अल्लाह ताला की मोहब्बत asiwe na dhambi hizi, yani kufanya istighfar kila wakati. Maana yake ni kwamba kila wakati फ़तुल ऐन amkumbuke Mwenyezi Mungu na moyo wake uimarike katika mapenzi yake. Hii ndiyo ni istighfar ya watu ambao wanakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. इसलिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। Watu hawa मोहब्बत में hawakubali kuwa mbali na Mwenyezi Mungu hata kidogo, कि गुनाह ndiyo maana wanafanya istighfar की तरफ भागना ili Mwenyezi Mungu awashike vizuri kwa mapenzi yake. दिल Na istighfar ya aina nyingine ni kwamba kwa kuacha dhambi mtu amkimbilie Mwenyezi Mungu na afanye juhudi kwamba kama mti unapopandwa ardhini, vile vile moyo pia ujaze na mapenzi ya Mwenyezi Mungu इस बात की वजाहत ili asalimike katika ukame na katika maangamio. Na hii ndiyo ni istighfar ya aina mbili. कुर्ब इलाही का है जिससे अल्लाह ताला की पहचान होती है सही रंग में। Kwa kueleza hii kwamba ये सिर्फ इस बात पर kuna daraja chungu mzima ya kumtambua Mwenyezi Mungu, lakini daraja ya juu ni मुझे हो गया, kumtambua Mwenyezi Mungu ni kuwa karibu naye. बलम को भी हो गया। Kwa hiyo mtu hatakiwi afurahie kwamba ameona ndoto za kweli au amepata ufunuo. और कुर्ब खुदा ताला के Hata Balaam pia alipata ufunuo, lakini alianguka, aliangamia. से Kwa hiyo mnatakiwa mtafute kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni njia nzuri ya kumtambua Mwenyezi Mungu. उसको फैज़ याब फरमाता रहता है और खुदा ताला की रज़ा
बंदे का मकसूद हो जाती है। na kwa sababu ya hii mwenyezi mungu anaendelea जैसे कि उसने फरमाया kumteremshia अल्लाह नूर fadhili zake na बस वो anapata ridhaa ya mwenyezi mungu. Anasema sinam alah islam, mungu ni nuru kama alisema mwenyewe, allahu nuru samawati wal ars. Basi yule mtu ambaye anategemea nuru hii kwa kidhahiri, mfano wake ni sawa na yule mtu ambaye anaona moshi kwa mbali lakini haoni mwanga wa moto. ndiyo maana anakosa faida ya nuru ya moto, जो बशरियत की आलूगी को जलाती na faida ya nuru ya moto inapatikana kwa kuwa na mapenzi ya mwenyezi mungu, जो बशरियत की na vile vile hapati ile joto ya इंसान के बशरी तकाजे होने के ule moto ambao unachoma uchafu wa ubinadamu. उस गर्मी yaani mtu kwa sababu ya kuwa binadamu anakuwa na को जलाती है। uchafu wa dhambi na amezingirwa na uchafu huu, वो लोग जो yeye hapati जलायल joto wa kuchoma uchafu huu. दूध पर दलील पकड़ते हैं Amesema basi wale watu ambao kwa sababu ya या ऐसे dalili za kiakili au kwa sababu ya ufunuo जो इस्तेदाद wanamwamini mwenyezi mungu, kama ni maulama wa kidhahiri au wenye filosofia, au wale watu ambao kwa sababu ya hali yao ya kiroho wanamwamini mwenyezi mungu kwamba mungu yupo, lakini hawana nuru ya ukaribu wa mwenyezi mungu. इल्हामात भी बाज़ दफ़ा या ख्वाबों पे जन करते हुए उनको खुदा ताला yani amesema wale watu और wanazo hoja za akili कि अल्लाह ताला है na wao kwa kutegemea ndoto zao इस खुदा को मानते हैं, wanamwamini mwenyezi mungu kwamba mwenyezi mungu yupo, या वो लोग जो अपने na ulama wa kidhahiri wanamwamini mwenyezi mungu kwa sababu ya hii, उनमें बाज़ au wenye filosofia इस्तेदादें भी मौजूद au और इस वजह wale watu ambao wana imani ya aina hii kwamba wanapata ufunuo, से वो खुदा ताला के गुरु की रोशनी से बेनसीब है। ana hawa watu wote kwa sababu ya hii wanamwamini mwenyezi mungu, lakini kwa kuwa na hali hii yote धुआं देखता है hawa watu hawana की रोशनी nuru ya ukaribu wa mwenyezi mungu. सिर्फ धुएं पर गौर करने से Amesema hawa watu ni sawasawa na yule mtu ambaye anaona moshi kwa mbali na haoni moto kwa karibu, na kwa sababu ya kuona moshi anakuwa na imani kwamba moto upo. Kisha sainam alah salatu wassalam kwa kueleza madhara mbalimbali ya ukaribu गुर्ब और anasema ताल्लुक के दर्जे जो अल्लाह ताला से मिलने के हैं वो मुख्तलिफ madaraja ya ukaribu wa mwenyezi mungu ni mbalimbali. होने के जब ऐसे शख्स से मुकाबला करता है जो कुर्ब और मोहब्बत के मुकाम में उससे बहुत बढ़कर है, तो आखिर नतीजा उसका ये होता है कि ये शख्स ndiyo maana mtu ambaye ni karibu na mwenyezi mungu ना सिर्फ anapopambana na mtu ambaye yupo juu katika hali hii ya ukaribu, जैसा कि matokeo yake yanakuwa haya kwamba बाउल yule mtu ambaye anakuwa katika daraja ya chini anaangamia na anakosa imani yake, ने फरमाया kama dhidi ya musa alah salam balambaur aliangamia. वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और फिर हम देखते हैं कि इस जमाने में Na amesema आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की daraja ya hali ya juu ya ukaribu wa mwenyezi mungu ni रसूलुल्लाह mtume sallallahu alaihi wasallam, मुकाम दिया है। na katika zama hii tunaona kwamba आज kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam इस्लाम से अलग होकर alipata daraja hii kutoka kwa mwenyezi mungu. उसका Katika zama hizi बलम जैसा ही होगा। yeyote anayetengana na sinam alah salam na anatafuta ukaribu huu, कुरान करीम की पैरवी से मिलता है। mwisho wake utakuwa sawa na balambaur. खुदा ताला फिर Kisha amesema sinam alah salam की ज़ुबानी ukaribu wa mwenyezi mungu unapatikana kwa kufuata qurani tukufu, कि हर एक जो उस शख्स na anayepata ukaribu huu mwenyezi mungu anamwonyesha nishani. खुदा Kisha amesema sinam alah salam kwamba कर देता है, yule ambaye anashindana na yule ambaye anafuata qurani tukufu जैसा कि उसने kisawasawa, जाहिर किया mungu anamwonyesha कि वो खूब समझता था ghadhabu yake. खुदा ने उसकी Mungu yupo pamoja na yule ambaye anafuata amri zake, इस तरह kama alidhihirisha juu ya lekram alikuwa anajua kwamba kwa sababu ya kifo chake mwenyezi mungu amethibitisha ukweli wa dini tukufu ya islam. पहुंचा देता है।
ilmuradi फिर आप फरमाते हैं mwenyezi mungu ये बात anamvuta याद रखनी चाहिए yule ambaye anafuata qurani tukufu na anamleta karibu na आला दर्जे की नबातात nuru yake. कीड़ों kisha amesema sinam alah salam inatakiwa hii pia ikumbuke kwamba kila kitu kinakuwa na faida. फायदे से angalieni duniani kutoka katika खा वो mimea na wadudu na katika panya pia kuna faida kwa ajili ya wanadamu. और जब सिफात vitu hivi vyote viwe vya ardhini au vya mbinguni साथ में किस कदर नफा और सूद होगा ni kivuli cha sifa za mwenyezi mungu, याद रखनी चाहिए। na ikiwa katika sifa faida inapatikana niambieni katika nafsi yake faida itakuwa kiasi gani. नफ्सुल अमर में नशा में मजरत ही रखी गई है। inatakiwa ikumbuke kwamba watu wanapata madhara kwa sababu ya vitu hivi ni kwa sababu ya makosa yao, नहीं si kwa sababu ya hii kwamba madhara yanapatikana katika vitu hivi. नुकसान उठाता है इंसान और किसी चीज नुकसान पहुंचे। फरमाया इसी तरह पर हम अल्लाह ताला की बात mtu kwa sababu ya kosa lake mtu anapata में मुब्तला hasara au madhara. ताला तो हमारा रहम और करम है। amesema vile vile kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya sifa za mwenyezi mungu mtu anapata maafa. हम अपने हाथ pengine mwenyezi mungu ni mrehemevu kila wakati. की वजह से मुब्तलाए मसाइल wale wanapata madhara duniani siri yake ni hii kwamba kwa sababu ya mikono yao na kwa sababu ya dhana mbaya yao इस वजह से wanapata maafa duniani. मुसीबतों और wao hawawezi kuelewa vizuri मुश्किलात में मुब्तला होने mambo au hawana elimu, na kwa sababu ya hii बस इन सिफाती आंख wanakuwa से हम na अल्लाह shida को रहीम au wanapata maafa duniani. से ज्यादा प्यास से बाहर न amesema basi kwa kupitia sifa hizi za mwenyezi mungu tunamkuta mwenyezi mungu ni msamehevu na mrehemevu वही होता है na wenye kutupatia faida, और नजदीक होता जाता है। और ये दर्जा उन लोगों को ही मिलता है na anapata faida और अल्लाह ताला ya nuru hii yule tu ambaye anaendelea kuwa karibu naye zaidi, के करीब na daraja hii wanapata wale tu ambao ni wamchao yeye जो उसकी मालूम na wanapata ukaribu naye. किस्म की रोशनी पैदा kadiri mcha mungu anaendelea kuwa karibu naye anaendelea kupata nuru ya mwongozo katika elimu yake na katika akili yake. nuru ya aina fulani inapatikana, na kadiri anaendelea kuwa mbali का मिस्ताक हो giza ya kuangamiza inapata ushindi juu ya akili yake mpaka anakuwa sumun bukmun umyun fahum la yarjiun, na kwa kupata hali hii anapata fedheha. ने खुद फरमाया है lakini dhidi yake yule ambaye anakuwa na nuru anapata heshima ya hali ya juu. mwenyezi mungu mwenyewe amesema ya ayatuha nafsu lmutmainna turjii ila rabbiki radiyatan mardiya, करने वाला भी है yani और उसका ewe nafs uliopata utulivu मतलब है कि यानी urudi kwa mola wako, जो इत्मीनान याफ्ता है wewe फिर ये unampenda na unampendwa na mwenyezi mungu. sayyidina alah salam anasema kwamba mradi wake ni kwamba ewe nafsi बज़ाहिर uliopata utulivu, na ulipata utulivu huu kwa sababu ya kuwa karibu na mwenyezi mungu. बाज़ लोगों के इत्मीनान का amesema उनकी औलाद kwamba watu wengine kwa kupata kitu chochote kutoka kwa serikali wanapata अगर ये सब कुछ utulivu, na watu wengine wanapata utulivu kwa sababu ya watoto wao na jamaa yao na marafiki zao. के मरीज की तरह जूं जूं इन लोगों से बज़ाहिर vitu hivi vyote haviwezi kumpatia utulivu haswa, bali hali yao inakuwa kama ni mgonjwa wa kiu. इंसान को ये बीमारी हलाक कर देती है। jinsi wanapata utulivu kiu chao kinaendelea kuzidi na hawatosheki. अल्लाह का कुर्ब पाकर ये इत्मीनान हासिल किया hatimaye kwa sababu ya maradhi hii mtu anakufa, lakini mwenyezi mungu anasema तो इसको खुदा ताला के मुकाबले में yule ambaye amepata utulivu huu kwa kupata ukaribu naye, yeye akipata राहत की तलाश करता है। mali chungu mzima, yeye hawezi kuthamini ile mali dhidi ya mwenyezi mungu. yeye anatafuta utulivu na raha ya kweli ambayo inapatikana kwa kuwa karibu na mwenyezi mungu. का तोड़कर kisha amesema sinam alah salam, mwenyezi mungu ametufahamisha kwamba raha yote inapatikana kwa kuwa karibu naye. लेता है।
yule ambaye anainama duniani anaangukia dunia, basi maisha yake ni maisha ya jahanamu, ताल्लुकात को na hatimaye kila mtu anapata elimu ya maisha yake ya jahanamu, कि दुनिया जहन्नमी है। hata kama yeye anagundua wakati anapoacha mali yake na dunia hii, ili muradi फरमाया wakati wote anagundua kwamba दर्जे की खुशी खुदा kwamba maisha yake ni maisha ya jahanamu, hata kama anapata hali hii wakati wa kuaga dunia hii. यानी छुपी हुई चीज को Kisha amesema kwamba और जन्नत furaha ya hali ya juu inapatikana ndani ya Mwenyezi Mungu, na hakuna furaha ingine yoyote ambayo ni kubwa ya hii. जिसकी तरफ Jannat ni kitu kilichofichika, na jannat inaitwa jannat kwa sababu hii kwamba neema zote zimefichika ndani yake, na janna hasa, pepo hasa ni Mwenyezi Mungu. इंसान की हैसियत से किसी Kwa hiyo katika तद में होता daraja kubwa ya pepo ni rizwanu minallahi, yani ridha ya Mwenyezi Mungu. है अखलाकिल्लाह से रंगीन होता जाता है। इसी कदर असल से Mwanadamu anakuwa katika wasiwasi, lakini kadiri anaendelea kuwa karibu na Mwenyezi Mungu na anapata rangi ya takhallaku bi akhlaqillah, और रफा yeye sawa na hali yake hii anapata utulivu na raha. Kadiri atakuwa पाने की कोशिश करना karibu na Mwenyezi Mungu sawa na hali yake hii atapata neema za Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni maana ya neno la rafa. और अपनी Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu matokeo ya wale wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu anasema kwamba से अपना अजर पाएगा। mtu ambaye anatoa wakfu maisha yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na anafanya mema kila wakati, तमाम कवा को yeye anapata ujira kutoka kwa chemchem ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Yeye hawezi kuwa na hofu ya dunia. और तमाम जिंदगी हो जाए और Mtu ambaye लाने में anatumia रहे uwezo wake wote katika njia ya Mwenyezi Mungu na maisha yake yote yanakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kufanya mema, anafanya juhudi, basi Mwenyezi Mungu atampatia mtu huyo ujira kutoka kwake na atamwokoa katika hofu. एक चश्मा शीरीं की तरह है। Kisha dua ambayo ni njia ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, anasema Sinama alayhi salatu wasalam kuhusu hii जिस तरह एक kwamba dua ni chemchem इसी तरह tamu का पानी ambapo mwaminiwa amekaa wakati wote anaweza kunywa katika chemchemi hiki. Kama samaki hawezi kuishi bila maji, vile vile maji ya mwaminio ni dua, bila hii hawezi kuishi. Na njia nzuri ya kufanya dua ni swala, फरमाया कि जिसमें वो राहत और सुरूर मोमिन को मिलता है। नमाज में na katika swala mtu anaweza kufanya maombi जिसके मुकाबल पर hasa, na mtu mwaminiwa anapata utulivu na raha katika swala, किसी बदमाशी में मुयसर आ सकता है। na anapata raha na ladha जो दुआ में zaidi kuliko mtu ambaye दुआ के aliangukia duniani na katika dunia anapata ladha. तरफ खींचता है। Kitu kikubwa kinachopatikana katika maombi ni kwamba mtu anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya maombi mtu anakuwa karibu naye na Mungu anamvuta kwake. खुदा होगा जब उसकी अदायगी बाकायदा Basi kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, kutimiza haki ya swala ni muhimu, फिर नमाज na haki hii itatimizwa wakati swala zitaswaliwa kwa nyakati zao खुदा ताला के na ziswaliwe kama zinatakiwa ziswaliwe. जिसकी वजह से Kisha kwa kumbuka kuhusu sala na maombi, Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba अगर ये दर्द उसके katika moyo wa mwanadamu दुनिया और उसके inatakiwa iwe hamu ya kumpata Mwenyezi Mungu. तो आखिर थोड़ी सी मोहलत पाकर Ikiwa hamu hii haipatikani moyoni mwake तो इसलिए देता है, na anakuwa na hamu ya kupata dunia, लेकिन जो katika hali hii kwa kupata nafasi उसे वो क्या करे, siku kadhaa ataangamia. इंसान की Mwenyezi Mungu anampatia nafasi kwa sababu hii kwamba Mungu ni halim, lakini yule ambaye hapati faida kutoka kwa दिल है rehema yake, basi yeye ni mwenye bahati mbaya. Mwenye bahati nzuri ni yule ambaye anajenga uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Makao makuu ya ibada ni moyo. Ikiwa anafanya ibada lakini moyo hauelekei kwa Mwenyezi Mungu, katika hali hii ibada haitamfaa. अब देखो Ndiyo, kuelekea kwa moyo ni muhimu sana, कि इनमें रस्मी इबादत हो, yaani moyo inatakiwa umwelekee Mwenyezi Mungu kisawasawa. Angalieni, kuna misikiti maelfu, lakini katika misikiti hii swala au ibada inafanywa bila kujua faida yake इबादत की रूह है au maana yake.
kama ilikuwa hali ya mayahudi wakati wa mtume saa salam kwamba kwa kuonyesha watu walikuwa wakifanya ibada lakini moyo ilikuwa hauelekei kwa mwenyezi mungu. ndiyo maana mwenyezi mungu aliwalaani. कुछ फायदा ना होगा। basi siku hizi wale ambao hawajali kuhusu kutakasa mioyo yao, wao wakifanya ibada कद अफलाह hata kiasi gani hawatapata faida. कि वही बात vitendo vinaboreka kwa sababu ya kutakaswa kwa moyo. ndiyo mwenyezi mungu anasema kwanza kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha, atafaulu yule ambaye anatakasa moyo wake, na yule ambaye hatakasi moyo wake yeye ataangamizwa. तरफ आने के लिए हजार yani yeye atakuwa na tamaa za nafsi na hatapata mafanikio. हिंदू होता ना sisi hatukatai kwamba kwa ajili ya kuja kwa mwenyezi mungu kuna vizuizi chungu mzima. ikiwa vizuizi फजल से होता visingepatikana mabaniani wala wakristo wasingepatikana duniani, तमीज कर lakini kuondoa vizuizi hivi pia ni kwa fadhili za mwenyezi mungu. ni yeye tu anayemwezesha mwanadamu kutofautisha baina ya mbaya na nzuri. ili muradi करने के लिए तौबा की mtu anatakiwa amwelekee mwenyezi mungu ili apate uozo kutoka kwake. तरफ जिसके खाने से इंसान हलाक हो जाता है। kisha kwa ajili ya kupata ukaribu wa mwenyezi mungu mtu anatakiwa toba. kuhusu hii sinam alah salam anasema kwamba kumbukeni dhambi ni sumu, kwa sababu ya kula sumu hii mtu anakufa. तला होता है si maana kwamba anakufa bali hapati ukaribu na mwenyezi mungu और वो रोशनी और na hawezi kupata hali hiyo, kupata neema hii. थी उससे परे हटता kadiri anaendelea kuzama katika hii anaendelea kuwa mbali na mwenyezi mungu. बलाओं का शिकार हो जाता है। nuru aliyokuwa akipata katika ukaribu wa mwenyezi mungu anakosa nuru hii, na kwa kuwa katika giza anazingirwa na maafa इस खतरनाक नतीजे से बचने के mpaka अल्लाह ताला shetani anamshinda na anamwangamiza. lakini तो वो उस हलाकत के गड़े से बच kwa ajili ya kusalimika katika matokeo haya mabaya mwenyezi mungu ametuwekea vifaa. क्या है ikiwa mwanadamu anapata faida katika vifaa hivi anaweza kusalimika katika shimo hili la mangamio na anaweza kupata ukaribu na mwenyezi mungu. na vifaa hivi ni vifaa gani? ni kurudi असल बात kwa mwenyezi mungu na kumwelekea kwake na kufanya tauba. तो अल्लाह ताला amesema mwenyezi mungu jina lake ni tawab, yeye pia anaelekea. kwa hakika jambo ni hivi kwamba mwanadamu anapofanya dhambi anakuwa mbali na mwenyezi mungu na mungu anakuwa mbali naye. नादम होकर फिर खुदा ताला की तरफ झुकता है yani kwa sababu ya kufanya dhambi anakuwa mbali na mungu pia anakuwa mbali naye. lakini wakati mtu anapomwelekea mwenyezi mungu, yani kwa sababu ya dhambi yake anapotubu, नाम तवाब है katika hali hii rehema ya mwenyezi mungu की तरफ आता है। तौबा inaelekea kwake. नाम तवाब है ndiyo maana mwenyezi mungu jina lake ni tawab, अपने रब की तरफ रुजू। yani yeye pia anaelekea mja wake, ndiyo maana yeye anaitwa tawab. इस्लाम basi mwanadamu anatakiwa amwelekee mwenyezi mungu ili mwenyezi mungu pia amwelekee kwake. kisha anasema sinam alah salatu wassalam, kisha anasema islam inatuambia njia zile zile za ukovu zilizowekwa kutoka kwa mwenyezi mungu tangu awali, na njia hizi ni hii kwamba kwa itikadi halisi na kwa vitendo vizuri और उसकी रजा mtu atafute तमाम अजाब खुदा ताला ukaribu naye और गजब में है। na afanye juhudi सच्ची तौबा kwamba ukaribu wake na ridhaa yake ipatikane, और सच्ची ताबेदारी हासिल kwa sababu adhabu yote ni kwa sababu ya kuwa mbali na mwenyezi mungu. wakati mtu anapotubu kweli kweli और उसी को राजी कर लेता है na anapomtii mwenyezi mungu na anakubali umoja wa mwenyezi mungu, anakuwa karibu na mwenyezi mungu na anamridhisha katika hali hii. अमूमी तौर पर हमारे साथ katika hali hii adhabu ya mwenyezi mungu inaondolewa mbali naye. अमले साथ kisha kwa ajili ya kupata ukaribu na mwenyezi mungu tunatakiwa tufanye vitendo vizuri. kuhusu hii sainam alah salatu wassalam anasema kwamba और कुर्ब हजरत vitendo vizuri ni neema kubwa ya mwenyezi mungu. mwenyezi mungu kwa sababu ya vitendo vizuri anaridhika होता है na anapata ukaribu naye. साथ उसकी na kama आखिरी होते हैं। katika जो शख्स आखिर तक पहुंचता है mwisho wa pombe ulevi unapatikana, vile vile baraka ya vitendo vizuri unapatikana katika khairi ya mwisho ya vitendo vizuri. yule ambaye anafika mpaka mwisho wake
अपने na मतलूब तक नहीं पहुंच anafanya vitendo vizuri mpaka mwisho anapata मालूम रह जाता है। baraka za mwenyezi mungu. मैं तो ये जानता हूँ Lakini yule ambaye anaacha kufanya vitendo vizuri na hafikishi mpaka mwisho wake, ye hawezi kupata baraka kutoka kwa mwenyezi mungu. Amesema, ताला का कलाम सुन najua kwamba mwaminio anatakaswa na anakuwa kama malaika. अपने अपने दिल में Kadiri ukaribu wa mwenyezi mungu unaendelea kuzidi, anasikia ufunuo wa mwenyezi mungu na anapata raha katika hii. गाने हो गए Kila mmoja wenu achunguze moyo wake, je, amepata hali hii? Nasema kweli kweli जैसे मेरा kwamba nyinyi umetegemea ganda tu. रोका जावे Ganda si kitu chochote. mwenyezi mungu anataka asili. की हकीकत Basi kama kazi yangu ni hii kwamba mimi nizuie mashambulio yanayofanywa dhidi ya Islam kutoka kwa nje, vile vile kazi yangu ni hii kwamba niweke roho ya Islam ndani ya Waislamu. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam, heshima ya mwanadamu ni katika hii, na hii ni mali kubwa sana, kwamba mtu apate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Wakati anapokuwa karibu naye, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Mungu anamteremshia baraka maelfu na maelfu kutoka kwa mbinguni na ardhini. Baraka zinashuka. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Kwa ajili ya कदर जोर लगाया kumwangamiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा थे Quraysh walifanya juhudi kiasi gani. मुराद Wao walikuwa taifa nzima na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa peke yake, lakini angalieni nani alifaulu na nani alishindwa. Msaada wa Mwenyezi Mungu ni nishani kubwa sana kwa ajili ya yule anayekuwa karibu na Mwenyezi Mungu. हुए फरमाते हैं Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutuambia गुयूर है njia za kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu anasema, तकब्बुर siku zote ogopeni laana ya Mwenyezi Mungu, kwani yeye mtukufu tena mwenye ghera. Mvovu hawezi kupata karibu kwa Mungu, mwenye kiburi hawezi kumkaribia, mdhalimu hawezi kumkaribia, haini hawezi kumkaribia, na kila asiye na ghera kwa jina lake hawezi kumkaribia. Na wale wanaoangukia dunia kama mbwa na sisimizi na mbesi, na wanafurahia dunia, hawawezi kumkaribia. खबर है Kila jicho baya liko mbali naye, na kila moyo mchafu hauna habari naye. जो उसके लिए Atakayekuwa katika moto kwa ajili ya Mungu ataokolewa katika moto. Mwenye kulia kwa sababu ya Mungu atakuja cheka, na mwenye kujitenga mbali na dunia atakutana naye. Kuweni wapenzi wa Mungu kwa ukweli wa moyo yenu, na kwa shauku sana na kwa hamu nyingi, ili Mungu pia awe mpenzi wenu. Rehemuni walio chini yenu na wake zenu na walio maskini katika ndugu zenu, nanyi mtarehemiwa mbinguni wile wile. Kuweni wa Mungu kikweli kweli, naye atakuwa wa kwenu. खत्म करते इस बारे में आपने फरमाया Kisha kuhusu wapenzi wake Mwenyezi Mungu, namna gani anaonyesha ghera yake na anawaangamiza wapinzani. फिर अल्लाह ताला किस तरह गैरत दिखाता है फरमाते हैं कि पस Amesema wakati का अमर कमाल को पहुंच गया usumbufu तला खुदा ulipofika katika hali yake ya mwisho, खुदा ताला की गैरत na wakati dhihaka na mzaha ulipofanywa, और खुदा उनकी तरफ na majaribio yaliyopangwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu yalipofanywa katika hali hii, ghera ya Mwenyezi Mungu inakuja kwa ajili ya marafiki zake. काफिर ठहराए गए Mwenyezi Mungu anawaangalia na anawakuta wamedhulumiwa, na wanaona wamedhulumiwa na wametukanwa na wameitwa makafiri na wamesumbuliwa na makafiri. Basi katika hali hii Mwenyezi Mungu anasimama ili atimize suna yake na aonyeshe rehema yake और सुबह शाम na awasaidie waja wake. Basi Mwenyezi Mungu anatia mioyoni mwao kwamba wao waelekee Mwenyezi Mungu, na asubuhi na jioni walie mbele yake. पलंगों की गदा कर देता है Kisha sawa na desturi yake, hatimaye msaada wa Mwenyezi Mungu unakuja kwa ajili yao, na Mwenyezi Mungu anawaangamiza maadui wao. Na hivyo ndivyo sunna ya Mwenyezi Mungu inafanya kazi, kwamba wao hawapotezwi, wao wanabarikiwa मसीह अलैहिस्सलाम na wao hawafedheheshwi.
bali wanapewa heshima. Hazur anasema kwamba hakuna shaka ndani yake kwamba बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार mwenyezi mungu alimtendea sayyidina alayhi salatu wasalam pia hivi, na aliwafedhehesha maadui zake, si mara moja, si mara mbili, bali mara kwa mara maadui zake walifedheheshwa, tena katika maeneo mbalimbali na katika nchi mbalimbali. Maadui wa ahmadia waliangamizwa na sisi tulishuhudia. पाकिस्तान के अहमदियों को तवज्जो दिलानी चाहता हूँ। Basi siku hizi pia tunaona matukio ya aina hii, lakini wanajumuiya wote, hasusan wanajumuiya Pakistan, nataka kuwakumbusha kwamba पैमाने पर इसके नज़ारे हम dhidi ya maadui wa ahmadia adhabu ya mwenyezi mungu lazima itakuja. जल्द ये नज़ारे अगर देखने हैं वसी पैमाने Matukio yake madogo madogo sisi tunashuhudia tayari siku hizi, lakini से ताल्लुक़ रखने वाले हर अहम ikiwa mnataka kuona matukio haya haraka katika maisha yenu, और ताल्लुक़ basi kila mwanajumuiya anayeishi Pakistan au kila mwanajumuiya ambaye ni mwananchi wa Pakistan खुदा ताला से anatakiwa में बढ़ते चले जाएं। aboreshe ukaribu wake na mwenyezi mungu zaidi. Basi muache dunia nyuma, msitegemee dunia, bali muendelee kupata maendeleo katika ukaribu na mwenyezi mungu. Na kuhusu hii tunatakiwa tufanye juhudi ili tuweze kuona ताकि दुनिया में nadhara hii, mandhari hii karibuni. Kwa kawaida wanajumuiya wote wanatakiwa wazingatie jambo hili ili utawala wa shetani uishe duniani haraka में शामिल होने na utawala wa marafiki wa mwenyezi mungu upatikane duniani. Na mwenyezi mungu atujalie tuweze kufanyia maombi haya, na atujalie tuweze kuhesabiwa na wale watu ambao wanakuwa karibu naye. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.